الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na neema zake juu yetu. Alhamdulillah kwa kutuwafikisha na kutuwezesha kuidiriki Ramadhani. Kuidiriki Ramadhani ni jambo kubwa sana na ni fursa kubwa sana ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameturuzuku sisi. Kwa hiyo ni juu yetu kuitumia vizuri kama ambavyo yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun, imefaradhishwa funga kwenu ili mpate kuwa wacha Mungu. Funga ndo hii imefika, tulikuwa tunaisubiria, tunahesabu siku, miezi, mpaka ikawa wiki, ikawa siku, ikawa masaa, na hatimaye kwa rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala tumefanikiwa kuingia katika mwezi huu wa Ramadhani. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe na atuwafikishe tuweze kuutumia vizuri, ili lile lengo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea tuweze kulifikia. Leo tulikuwa tuwe na Sheikh Mabuga, lakini kwa dharura za kibinadamu ametingwa kidogo, ameweza kuwa na jambo lingine. Kwa hiyo hatuko naye hapa, atakuwa amewahi katika maeneo mengine kama ilivyo kwa mara nyingine tunaswali hapa na pale. Kwa hiyo tutalifungua darasa letu la Ramadhani, na tutaanza moja kwa moja na tafsiri kama tulivyozungumza, na tafsiri yetu itakuwa ni sura Fatir, sura ambayo kwa utaratibu wa mashaf ni sura ya 35. Kwa utaratibu wa mashaf ni sura ya 35, ndiyo sura ambayo tutakayoanza nayo. Kitokea tumebahatika kumaliza kama tulivyoweka katika shedu, tutaendelea na sura nyingine, surati Zumar, sura nyingine, kwa sababu mwezi wa Ramadhani ni mwezi shahrul Qur'ani, ni mwezi wa Qur'ani, ni mwezi ambao Qur'ani imeteremka, ni mwezi ambao hata Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ndo ameteremshiwa hii Qur'ani, Jibrilu alayhi salatu wassalam, alikuwa anakuja mwezi wa Ramadhani, sio kuja kumpa wahai, alikuwa anakuja kudurusu naye hii Qur'ani. Ilikuwa kila mwezi wa Ramadhani Jibrilu alayhi salatu wassalam wanakuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam anapata muda kusoma, kukaa pamoja na kuisoma hii Qur'ani. Kwa hiyo ni mwezi wa Qur'ani, ni mwezi ambao Qur'ani imeteremka, ni mwezi ambao ndio wa kuchukua nafasi na sisi tuweze kujifunza hii Qur'ani, tuweze kuifahamu, kwa sababu imeteremka kwetu ili iweze kuwa ni mafunzo, ni muongozo, kama mwenyewe Allah alivyosema, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Qur'ani ni muongozo, ni muongozo kwa watu na maelekezo, na ni ubainifu wa wazi kabisa. Katika kuchukua miongozo au taratibu zozote zitakazowekwa, basi Qur'ani unakuwa ni muongozo wa hali ya juu kabisa, unaotoa maelekezo fasaha yanayoendana na wakati na muda na mazingira na hali ambayo jamii au watu wanayo. Kwa hiyo tunaisoma ili tuweze kufahamu na tuweze kujua ujumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa yeye ametuletea. Kwa hiyo tunaianza sura yetu, sura Fatir, sura ambayo ni ya 34 kwa utaratibu wa mashaf, na ni miongoni mwa sura zilizoanza na alhamdu. Kuna takriban sura kama 5 katika Qur'ani zilizokuwa zimeanza na alhamdu, basi hii ni moja katika sura hizo zilizoanza na matamshi ya alhamdu, ikiwa ni kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema alhamdulillah, anastahiki kuhimidiwa
anastahiki kusifiwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu wa sifa zake, kwa yote ambayo aliyokuwa ameyafanya na anayafanya kwa viumbe wake. Anastahiki kusifiwa na kuhimidiwa kwa kamilifu wake, kwa dhati yake na sifa zake ambazo yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anazo. Yeye Allah ndiye fatiri samawati wal ardhi, ndiye aliumba mbingu na ardhi. Ameumba mbingu na ardhi na viumbe wengine wote. Amezitaja hizo ni kuonesha zinaonekana na kila kiumbe. Sisi wanadamu tunaziona na tunaona ukubwa wake. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anatuonesha na kutangazia hii mbingu namna unavyoenda kokote kule. Basi anasema la khalqu samawati wal ardi ashaddu min khalqin nas. Kuiumba hii mbingu na ardhi ni jambo kubwa zaidi kuliko kuwaumba watu. Lakini yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba, walam yaya bi khalqihin. Hakupata tabu na wala hakuchoka na wala hakupata uzito wowote, kwa sababu yeye ni kutoa oda tu kwamba hii mbingu iwe kwa namna alivyoitaka iwe, basi na mbingu zikaitikia na ardhi kutokea. Kwa hiyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala fatiri samawati wal ardi, ndiye aliumba mbingu na ardhi. Ja'ilil malaikati rusula, aliyewafanya malaika ni wajumbe wake wa kufanya kazi mbalimbali. Malaika ni wajumbe wake anaowatuma, anawatuma kwa wateule wake katika wanadamu aliowapa kazi ya ujumbe, kwa mfano kama Jibril alayhi salatu wasalam kuleta wahi. Lakini wengine pia wanafanya kazi zingine alizowapa. Wapo malaika kazi yao wao kuyaendesha na kutawanya mawingu ya mvua. Wapo malaika kazi yao kuwafuatilia wanadamu katika harakati zao. Wapo malaika kazi yao kuandika yanayofanywa na wanadamu. Manake wapo wanaoandika na wapo ambao wanaowachunga wanadamu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya malaika kuwa ndio wajumbe wake. Hata wakati anataka Allah subhanahu wa ta'ala kuja kuwaangamiza watu wa Nabiullahi Lutu alayhi salatu wassalam, alileta malaika, na malaika wakaja wakaanza kupitia kwa Ibrahimu alayhi salatu wassalam, wakaja katika sura ya binadamu, na Ibrahimu alivyowaona akadhani wanadamu, akaanza kuwafanyia ikramu. Lakini maskini wale malaika hawajui kitu kinachoitwa chakula, kwa sababu sio katika sifa zao za kula. Ibrahimu akaingiwa na oga, hawa ni wageni gani tunawakirimu? Hata ile kuhangaika au kusema tunashukuru bana sisi hatuhitaji, yani hawasemi, kwa sababu hawaelewi, kwa sababu sio ishu yao. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya malaika kuwa ni wajumbe wake anaowatumiliza na kuwatuma kwa ajili ya shughuli zake mbalimbali. Akitaka kupeleka upepo atatuma malaika wafanye hivi, akitaka kupeleka wahi atatuma malaika, akitaka kupeleka gharka, akitaka kupeleka chochote kile, basi Allah subhanahu wa ta'ala anawatumia malaika. Uli ajnihati, malaika ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewafanya kuwa ni wenye mbawa. Na wapo wengine mathna wa thulatha wa ruba', wengine wana mbawa mbili, wengine tatu, wengine zinakwenda mpaka kama Jibril alayhi salatu wassalam lahu 600 janah, mbawa 600 anazo. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yazidu fil khalqi ma yasha, anawazidishia katika uumbaji wake kwa namna anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ampe mbawa ngapi, yule ampe mbawa ngapi, yule ampe mbawa ngapi. Yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anafanya anavyotaka. Hata alivyoumba viumbe wote kwa ujumla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khalaqa kulla dabbatin min ma, faminhum man yamshi ala ba, wapo viumbe Allah amewajalia wanatembea kwa matumbo yao. Wa minhum man yamshi ala arba'i, wengine wanatembelea miguu minne. Wa minhum man yamshi ala rijlaini, wengine wanatembelea miguu miwili, kwa namna ambavyo yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia alivyotaka. Na wengine wana miguu hata idadi ya aina anayojua mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, hakika ya Allah juu ya kila kitu ni muweza, hakuna anachoshindwa, hakuna kitu kinachomshinda yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yeye ndo muweza na muendeshaji na mfanyaji wa kila kitu,
Na ndio maana mnapokuwa na changamoto na shida zote, basi Allah subhanahu wa ta'ala akisema mwelekeeni yeye, kwa sababu yeye hakuna kinachomshinda. Mkimwelekea yeye atakifanya kwa namna ambavyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka. Wewe unaweza ukaliona jambo zito na gumu halifanyiki, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwake si zito. Hakuna kilichokuwa kizito na hashindwi kufanya chochote anachotaka. Ma yaftahillahu linnasi, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatutambulisha kwamba yale ambayo Allah anawafungulia watu min rahmati, katika rehema zake. Allah subhanahu wa ta'ala akiamua kuwafungulia na kuwakunjulia watu rehema ya jambo lolote, inaweza kuwa afya, inaweza kuwa ya uchumi, inaweza kuwa ya cheo, inaweza kuwa ya hiki, inaweza kuwa yoyote ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamfungulia mja wake anayemchagua na kumteua, basi fala mumsika laha, hakuna wa kuizuia, hakuna wa kuizuia. Kwa hiyo mwelekeni Allah subhanahu wa ta'ala wakunjulie, awape rehema zake. Na yeye Allah subhanahu wa ta'ala akiamua kukuruzuku na kukutunuku rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala, basi fala mumsika laha, hakuna yoyote yule wa kuweza kuizuia rehema hiyo wewe usiipate. Kama Allah subhanahu wa ta'ala ameamua kukunjulie katika masala ya kiuchumi, masuala ya kicheo, mamlaka, nguvu, afya na hivi, basi watu watawahangaike namna gani hawataweza kukuondoa wewe pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka uwepo. Lakini pia wama yumsik fala mursila lahu, na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ameamua kumziwia isimfikie rehema zake, isimfikie neema zake, basi hakuna wa kumwachilia wa kufanya yeye zimpate zile neema. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote linahitaji msaada na hivi, basi mwelekeni Allah subhanahu wa ta'ala, sababu yeye ndo akufungua milango ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ametangaza mwelekeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa shida zenu na mambo yenu na yote mliokuwa mnayahitaji, basi mwelekeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-azizul hakim, na yeye ni mwenye nguvu asiyeshindwa kufanya jambo lolote. Al-hakimu, mwenye hikima katika ufanyaji wa mambo yake, katika uendeshaji, uongozaji wake na utoaji wake, na kila anachokifanya basi anakifanya kwa hali ya juu, kwa busara za hali ya juu na kwa hikima za hali ya juu kabisa. Si lazima akitaka kutufahamisha kwamba hili analifanya hivi kwa sababu gani, atatufahamisha, na asipotaka kutufahamisha basi atufahamishi, na wala yeye haulizwi. La yusalu amma yafal, haulizwi yeye Allah subhanahu wa ta'ala yale ambayo huwa anayafanya yeye mwenyewe. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ndio wa kumwelekea na wa kumgeukia kwa kila jambo ambalo tulikuwa tunalihitaji kwa namna yote na changamoto za aina yote ile, basi mwelekeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anatupa mwongozo kwa kusema ya ayuhan nas, enyi watu, ya ayuhan nas, enyi watu, udhkuru ni'matallahi alaykum, zikumbukeni neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. Kumbukeni neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa hiyo mumshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumtii kwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizowajalia. Basi izitambueni neema zake Allah subhanahu wa ta'ala alizowapa ninyi kwa kufanyia kazi. Yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala katika nyingine anasema kwamba wa ita'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum, alivyotangaza Mola wenu kwamba mkimshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala, mkimtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, basi atawazidishia katika yale ambayo yeye Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia. Kwa hiyo udhkuru ni'matallahi alaykum, udhkuru billisani wa bilqalbi wa shukri llahi ta'ala alayha wastimaliha fima khuliq. Shukuruni Allah subhanahu wa ta'ala kwa ndimi zenu, kwa nyoyo zenu, kwa kutambua neema zake Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa hiyo kuzifanyia na kuzitumia namna ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametaka mzitumie katika sura ya namna hiyo, ikiwepo kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo zitumieni vizuri hizo neema alizowaruzuku, na Allah anasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kitaka kuzihisabu neema ambazo Allah amewapa ni hamwezi kuzihisabu.
Neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alizowaruzuku ninyi hazihesabiki. Kwa hiyo zitumieni tu, afya tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu atakayeamka asubuhi muafa, yuko salama katika kiwiliwili chake, yuko afya salama kabisa, na ana uwezo wa shughuli zake, mipango yake, harakati zake, anajua Allah subhanahu wa ta'ala amemuongoza yeye, ataingilia pale, atatokea pale, atapata mahitaji yake, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fakaannama hiza dunya kulla, mtu huyo kama amekusanyiwa dunia mzima yeye. Basi mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, ile tu kwa kuwajalia tu kuwa mna afya tu ninyi, mshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala, mbali ya neema zingine ambazo alizokuwa amewajalia. Kuna watu mbalimbali wanahangaika, hawajui nani anaingia, nani anatoka, nani amesema wasikii. Mtu yuko naye hapo hapo anazungumza, hasikii, hamuoni, hafanyi hivi na hivi, vyote vile. Ala kulli hali, kila mmoja ana changamoto kwa namna moja ama nyingine. Basi ninyi Allah subhanahu wa ta'ala, kwa neema hizo ambazo alizokuwa amewapa, zikumbukeni, zitambueni na zithaminini kwa kufanyia kazi na kwa kutekeleza awamiri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Sulaiman alayhi salatu wasalam alivyoneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kusikia tu sauti za sisimizi, ndege na hivi, akasema rabbi auzaini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala, niwezeshe. Akamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia niwezeshe mimi niweze kuzishukuru neema hizi, bima an'amta alayya wa ala walidayya amala salih, niweze kufanya amali njema, kwa sababu wewe ndio umeniruzuku hizi. Basi hizi neema ulizonipa Allah subhanahu wa ta'ala niwezeshe mimi kuzitumia vizuri kwa ajili ya kufanya amali njema. Hal min khaliqin ghayru llahi yarzuqukum minas samai wal ardh, hebu tafakarini na mzingatie kidogo tu. Hal min khaliqin, je, kuna yeyote ambaye muumbaji mnadhani asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yarzuqukum minas samai wal ardh, atakaye kuruzukuni ninyi kutoka mbinguni na ardhini? Kuna yeyote atakayewapa riziki asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Mkitafakari na kuzingatia hakuna, basi tumieni vizuri fursa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayowakunjulia na kuwapatia riziki yenu. Bali kule kutuumba tu Allah subhanahu wa ta'ala, kule kutuumba tunafasa tumshukuru yeye Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufanya sisi kuwa ni wanadamu, kutufanya sisi kuwa ni wanadamu, tukawa ni viumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amesema amewatukuza wanadamu, wafadhalnahu mimman khalaqna tafdhila, ni kiumbe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemfadhilisha kuliko kiumbe yote mwingine kwa ubora wa hali ya juu kabisa. Vile tu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia kuwa sisi ni wanadamu, inatosha kuitumia vizuri nafasi hiyo ya kumshukuru yeye Allah, ukiongezea na neema zingine na anazoturuzuku mambo mengine ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anatukunjulia. Basi kama hivyo ndivyo, tambueni kwamba la ilaha illahu, hapana mola apasi kuabudiwa kwa haki ila yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wakiwepo wengine watu wanaabudia ndama, wengine wanaabudia mizimu, wengine masanamu wanachonga wenyewe, wengine wanafanya hivi, wengine wanafanya hivi. Sisi tambueni kwamba la ilaha illahu, hapana anayepaswa kuabudiwa kwa haki, anayestahili kuabudiwa ni huyu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaumba, anayetoa riziki, anayewaendeshea mambo yenu, anayeongoza kila kitu. Basi huyu ndo anastahili kufanya nini? Anastahili kuabudiwa. Lakini fa anna tufakun, vipi mnakengeuka mkaacha njia sawa sawa, badala ya kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, badala ya kufuata miongozo yake na maelekezo yake, vipi mnakengeuka? Yeye Allah subhanahu wa ta'ala amewekea muongozo, amewaletea muongozo, imma yatiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, utawajia muongozo kutoka kwangu. Anaambiwa baba yetu Adam alayhi salatu wasalam, nenda duniani ukaishi, tutakuletea muongozo ambao atakayefuata fala yadhillu wala yashqa, hatopotea wala hatakuwa mtu huyo mbaya, na wala hatopata shida wala hatohuzunika. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza. Sasa vipi fa anna tufakuna, vipi mnakengeuka? Vipi hamfuati muongozo na maelekezo ya yule ambaye amewaumba?
na yule ambaye yeye anawaruzuku, yule ambaye amewaneemesha kwa kuwapa neema mbalimbali, yule ambaye rehema zake akikukunjulia hakuna wa kuziwia rehema hizo wewe zisikufike, na yule ambaye akiamua yeye azibane rehema zake hakuna wa kuzifanya zikufike. Kwa nini msimwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala? Vipi mnakengeuka mkaiacha njia sawa sawa? Sasa maana yake nini? Msiwe na sifa hiyo, msiache kufuata muongozo. Hiyo tabia, huo mwenendo, huo sio mwenendo wa sawa sawa, huo sio mwenendo ambao mnapaswa kufuata. Ninyi mnatakiwa kuwa watiifu na kufuata miongozo na maelekezo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaletea. Wa in yukadhibuka, lakini kisha Allah subhanahu wa ta'ala anamgeukia mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia, wewe sisi tumekutuma hii kazi uwafikishie. Sasa wa in yukadhibuka, ikitokea wakakaidi, hawataki kufuata miongozo na maelekezo ambayo wewe unayoapa. Utaratibu huu sio kwamba wanaanza hawa watu, fakad kudhibat rusulun min qablika, wamekaidiwa, wamepingwa, wamekataliwa mitume kadhaa waliokuja kabla yako wewe. Hilo sio jipya kwako. Kuwepo wasio kukubali sio jambo jipya kwako, ni mambo ambayo ndio utaratibu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amejalia. Kila mtume anayepeleka wanakuwepo wakaidi. Kwa hiyo wewe fanya kazi, usikate tamaa wala usirudi nyuma. Endelea kufundisha na kuwaongoza na kuwaelekeza watu katika njia ya sawa sawa. Watapatikana wa kusikiliza na watapatikana wa kukengeuka. Kwa hiyo kuwepo kwa watu wasio kusikiliza, hilo jambo lisikutishe wala lisikustue, lakini watambue kwamba wa ila Allahi turja'ul umur, kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio marejeo ya mambo yote. Watarejea kila kiumbe na kila mtu. Tutafika, tunaenda mmoja mmoja, kidogo kidogo tunaenda. Kila leo tunasindikiza jamaa zetu na ndugu zetu, tunawapeleka. Kwa hiyo mwisho wa siku tutakwenda mimi na wewe, na mwisho wa siku dunia yote itakuwa hakuna yeyote ambaye yupo isipokuwa atabakia mwenyewe tu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watambue, pamoja na ukaidi wao na jeuri zao na yote wanayoyafanya, hakuna namna watarejea kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndio ambaye aliyekuwa amewaumba. Kwa hiyo chukueni hatua za sawa sawa. Kama mnajua mtarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi chukueni hatua za sawa sawa za kufuata muongozo na maelekezo, na mambo ya ukaidi muyaache, sio ya kwenu, sio utaratibu mzuri, mtafika vibaya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala sema, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haq, enyi watu tambueni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo la haki, la kweli litakalotokea. Allah amekuahidini kwamba watu watakufa, na tunaona watu wanakufa. Watu watafufuliwa, watakusanywa na kuhesabiwa na kulipwa. Watu watakusanywa na kuhesabiwa na kulipwa, na kila mmoja aidha atakwenda, mtu wa kheri ataishia katika njia ya kheri, na mtu mbaya atafikia mafikio yaliyokuwa mabaya. Kwa hiyo chukueni hatua, tambueni inna wa'dallahi haq, ahadi aliyokuahidini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ya kuwalipa kwa yale ambayo mnayoyafanya, na aliyefanya wema atalipwa mema, aliyefanya ubaya atalipwa ubaya. Hilo ni jambo ambalo la haki kabisa, halina shaka yoyote ile. Chukueni hatua kwa kufuata mwongozo, na kwa hali hiyo fala taghurrannakumul hayatud dunya, yasiwahadai haya maisha ya dunia, yasiwavuruge. Hii dunia isiwavuruge. Allah subhanahu wa ta'ala anataka tuchukue hatua kwamba hii dunia isituvuruge. Hii dunia ipo tu, si tumeikuta, tumekuja juzi tu tumeikuta hii dunia hii iko hivi hivi. Kwa hiyo fala taghurrannakum, maisha ya dunia yapo tu, mtaishi. Mwisho wa siku ukifika muda wake, mtu anafanya nini? Anaenda kaburini. Kwa hiyo yasiwahadai maisha ya dunia, isije katika kuhangaika kwenu kutafuta kwenu maisha ya dunia hii mkahadaika, mkaacha kufuata muongozo na maelekezo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Msielekee huko. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, yasiwahadaya ya maisha ya dunia. Hangaikeni, chakarikeni, tafuteni, ingieni huku na kule, lakini msihadaike. Mtambue kwamba ipo siku mtakutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza na kututaka sisi kwamba vyovyote itakavyokuwa, basi haya maisha ya dunia yasituhadai, tutaondoka tu. Kwa hiyo
tuchakarike na tutambue. Katika sura nyingine Allah anasema ya ayuhan nas ya ayuhal insanu innaka kadih ila rabbika kadhan famulaqi, ni wenye kupambania maisha, ni wenye kuhangaika kushughulika, basi pambaneni na tafuteni vyovyote, lakini tambueni kadiri mnavyopambana na kuhangaika na kutafuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mapambano yenu na mihangaiko yenu mtakutana nayo. Kwa hiyo fala taghurrannakumul hayatud dunya, yasiwahadaya ya maisha ya dunia, wala yaghurrannakum billahi algharur, wala asiwahadaye kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwingi wa udanganyifu ambaye ni shaitani. Ana mbinu nyingi, ana njia nyingi za kuwahadaa watu, kuwavuruga watu na kuwatengenezea njia mbadala ya ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka. Kwa hiyo asiwahadaye, msikubali kuhadaiwa na kudanganya na shaitani. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kutuambia habari za shaitani kwamba inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, shaitani ni adui yenu. Na yeye ametangaza wazi kabisa, shaitani anakuja kufanya mapambano na wanadamu wasifuate muongozo, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, nitawakalia katika njia yako iliyo. Shaitani ametoa ile ahadi ya kuja kupambana na wanadamu. Kwa hiyo kama hivyo ndivyo, basi fattakhidhuhu aduwa, na ninyi mfanyeni kuwa shaitani ni adui. Mtambueni kwamba shaitani yupo. Kwanza mnatakiwa kujua kwamba shaitani yupo, na kama shaitani yupo tena, shaitani ni adui yenu. Kwa hiyo ishini na kaeni kadiri mtakavyokaa, mtambue yeye kwamba ni adui yenu. Kwa hiyo chukueni hatua ya sawasawa kabisa, asije akawavuruga, kwa sababu yeye shida yake innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir, ndo kazi yake, ndo kazi yake. Innama yad'u hizbahu, anaita watu katika kundi lake. Innama, kila siku, kila uchao shaitani anafanya kazi, anafanya harakati na kukagua. Kila mara ana review KPI alizotoa kwa watu wake. Kila jioni anakaa akawaita vijana wake, wakakaa, alafu akamuuliza wewe umefanya nini, wewe umefanya nini. Kila mmoja anajieleza. Mmoja tu ndo anakuwa amefanya kazi ya maana, yule ambaye amevuruga mtu na mkewe, aliyevuruga ndoa. Shaitani anasema wewe ndo umefanya kazi ya maana. Wengine wote wanajieleza, ambia ninyi bado hamjafanya kazi, hamjafikia KPI niliyowapa. Kwa hiyo yule yupo katika mapambano na amechukua ahadi hiyo, na Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, mimi watu wangu inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sasa wewe ukijiingiza katika kundi la kupambaniwa na kuvurugwa na shaitani, basi utakuwa umeharibika wewe. Ndio maana Allah anasema inna shaitana lakum adu fattakhidhuhu, natambueni innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Shaitani anafanya juhudi ya kuita watu wake ili awe nao motoni, asiende peke yake, kwa sababu yeye anajijua amevuruga na amekosa njia, na kwa hiyo atakwenda motoni. Kwa hiyo anahangaika apate watu ambao wataenda nao katika kizazi cha Adamu alayhi salatu wasalam, kwa sababu ya husda aliyomfanyia. Akasema mimi kwamba la ahtanikanna dhurriyata, huyu ambaye wewe umemtukuza, uliomkirimu huyu, basi la ahtanikanna dhurriyata, nitakikandamiza kizazi chake, nitapambana nacho. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatupa angalizo kwamba katika maisha yetu tunayoishi haya, katika harakati zetu tunazozifanya hizi, tutambue kwamba kuna changamoto za maisha ya kawaida tu tunayohangaikia. Allah subhanahu wa ta'ala ametaka yasituvuruge, yakatutoa katika mstari. Vyovyote itakavyokuwa mtu unashughulika, unahangaikia maisha, basi hakikisha unahangaika na kushughulika ndani ya mipaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu nasu yaghdu, sote sisi kunavyopambazuka asubuhi watu wanahangaika, kila mmoja anaingilia njia yake na kutokea njia yake. Famutikuha wa mubikuha, wapo waliokuwa salama na wapo wanaozikandamiza nafsi zao, wanazozivuruga nafsi zao. Sasa mnavyokuwa mnaenda kushughulika, kila mmoja ashughulike, ahangaike sawa sawa, na atambue mambo yake anayofanya yanahesabiwa na kurekodiwa. Na siku ile akija, faman wajada khaira, akikuta mambo yake mazuri, falyahmadillah, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala.
waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Ukiyakuta kinyume chake usilaumu, ile ilaumu nafsi yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo Allah ametupa angalizo kwamba maisha ya dunia yasituvuruge, harakati zetu tunazohangaika nazo zisituvuruge, zisitutoe katika mstari, kama vile ambavyo anataka tuchukue tahadhari za hali ya juu kwamba sheitani yupo anayepambana na sisi. Kwa hiyo maadamu yupo, na sisi tuchukue hatua za kupambana naye, za kujilinda naye na kujikinga naye, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe tuweze kupambana naye na tuweze kumzidi nguvu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Naam Sheikh. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Alhamdulillah.